Kwa majina naitwa Shinga Metene, ni occupational therapist kutoka hospitali ya mkoa wa Dodoma. Leo tunaelezea kidogo kuhusiana na wateja wetu, hasa kwa upande wa watoto wenye hali ya utindio wa ubongo, tunaoita cerebral palsy. Utindio wa ubongo ni hali inayosababishwa na ukosefu wa hewa oksijeni kwenye ubongo kutoka kwa mtoto wakati wa kuzaliwa. Baada ya kuzaliwa pia inaweza kutokea kulingana na madhara yatakayokuwa amepata mtoto kulingana na maambukizi kutoka kwa mama, lakini pia homa ya manjano inaweza kusababisha ikaumiza ubongo, mtoto anakuwa na hali ile. Lakini kisababishi kingine, mtoto anaweza akapata ajali, ubongo ukaumia. Hiyo pia ni moja ya kisababishi cha hali ya utindio wa ubongo. Lakini pia watoto wenye hali hii wana changamoto ambazo wanazokutana nazo. Kitu cha kwanza ni ukuaji wa watoto unakuwa ni taratibu sana, kwa hiyo wanapata milestone. Lakini kitu kingine ambacho wanakumbana nacho ni ukakamavu wa misuli inakuwa imekakamaa, wanaita muscle spasm, kulingana na sehemu ya ubongo ulioumia. Lakini kitu kingine kwa watu hao ni hali ya mental retardation. Baadaye mtoto anakuja kwenye hali ya kujifunza, kuanza shule, uelewa wao unakuwa ni taratibu sana. Hiyo ni hali moja wapo ambayo wanakumbana nazo na ni madhara yake. Lakini pia sisi kama occupational therapist tunawasaidia watoto kuweza kufanya shughuli zao za kila siku kulingana na hali walio nayo, kwa sababu ya misuli kukakamaa, lakini pia hali ya uelewa wao kuwa mdogo na ukuaji wao kuwa taratibu. Kama occupational therapist tunawasaidia watoto kwenye shughuli zao za kila siku, wanapokuwa na wazazi, wanapokuwa na wale ambao wanawahudumia, na tunawaelekeza nini cha kufanya kwa ajili ya wale watoto kwa hali walio nayo. Kwa hiyo ndio matibabu yetu ambayo tunatoa kwa watoto wale. Wito wangu kwa wananchi ni kwamba hii ni changamoto ambayo inawakumba watu wote. Sasa kama jamii isiwachukulie negative wale ambao wamepata madhara yale, wawachukulie kama ni watoto wa kawaida, ni hali ambayo inatokea kwa kila mtu. Kwa hiyo wawape support endapo kama watoto wapo mtaani lakini hawajui kwa kupeleka. Sisi ni wataalamu ambao tuna utaalamu na hali ile. Kwa hiyo walete, ni kitu ambacho tunaweza tukasaidia kulingana na madhara yake, lakini pia kuwahi kwa mgonjwa kwenye matibabu ni kitu ambacho tunapenda kuambia jamii inayowazunguka wale watoto, wasiwanyanyapae watoto pamoja na wazazi wao. Watu ambao wana watoto wa hali ile wasijione kwamba wao ni watu ambao ni tofauti kwenye jamii. Ni watoto wa kawaida, ni watu ambao tunaweza tukawasaidia kwenye matibabu yetu. Kwa hiyo jamii ielewe kwamba matibabu ya mazoezi tiba ni kitu ambacho kinafanya kazi kwa watoto wale.